Huyu ni mke wa kiongozi wetu aliyepigwa risasi. Naomba uje mbele hapa mama Neema. Kiongozi wetu aliyepigwa risasi Manyoni nyumbani kwake na askari wa jeshi la magereza kwa sababu ya uchaguzi wa mwenyekiti wa kitongoji. Huyu ndio mjane aliyeshuhudia mumewe akipigwa risasi, akiuawa. Wako wengi. Jiulize mke wa marehemu Ali Kibao, mtoto wake wa kike Mariam na watoto wake wengine. Wote wanatuhitaji Chadema. Mama Neema, ungependa kusema neno kwa wanachadema na wanawake wenzako juu ya tukio lilivyokuwa? Naomba nikukaribishe useme japo neno. Peoples. Naweza nikasema labda sina uzoefu wa kuongea mbele za watu wengi, na labda leo ndo mara yangu ya kwanza, lakini nitajitahidi. Naitwa Neema Lameki. Nimetoka Singida, wilaya Manyoni, kata ya Mkwese. Mimi ndio mke wa marehemu George Juma Mohamed ambaye alikuwa mgombea kwa tiketi ya Chadema mwenyekiti wa kitongoji. Labda naweza nikasema hivi, siku ya tukio maaskari wamemfuata mpaka nyumbani kwangu. Maaskari 4 wakiwa wana bunduki wamekuja mpaka nyumbani, wamemfuata mume wangu saa 8 za usiku. Wakampiga risasi mbele yangu na mbele ya watoto, sio peke yangu tu, na mbele ya mtoto. Wamempiga risasi 4. Risasi 3 alizikwepa nikiwa nashuhudia hivi, lakini risasi ya 4 ndio ikampata, akaanguka chini. Hakuchukua muda akafa hapo hapo, na maaskari waligeuza wakakimbia, wakamwacha akiwa akaanguka pale chini nyumbani kwangu. Lakini taarifa ya habari ilipokuja kutoka, ikasemekana kuwa walienda kufanya fujo. Kulikuwa kuna mkutano wa CCM nyumba ya jirani, wenyewe wakaenda kuvamia. Maaskari wakaitwa ili waje watulize fujo, akapigwa kwa bahati mbaya. Maaskari wakati wanatuliza zile fujo walipiga risasi juu. Kwa hiyo kwa bahati mbaya ile risasi ndio ikafanyaje, ikampata. Lakini ukija kiuhalisia, hata kama mtu uwe mpumbavu, risasi ya bahati mbaya inaweza ikampata mtu kiunoni. Na huo mkutano gani ambao ulikuwa unafanywa saa 8 za usiku, na ikiwa kapigwa risasi mbele ya macho yangu, na kesho maaskari walikuja kwa ajili ya kupeleleza, wakakuta maganda ya risasi pale nyumbani kwangu. Sasa huo mkutano wa CCM ulikuwa unafanyikia wapi ambao wenyewe walienda kufanya fujo? Nimekuja hapa, yani lengo kubwa lililonileta hapa baada ya kusikia kuwa kuna mkutano wa wanawake wa Chadema, nikasema sina sehemu ya kusemea zaidi ya hapa. Na kwa sababu mpo live, naweza nikasema hivi, waliohusika na tukio ni mapolisi, askari magereza, labda ambapo chini ya serikali ya CCM. Hivi Mama Samia angekuwa alofanywa hili tukio ni mume wake, ameachiwa watoto 4, mwingine akiwa ni wa umri huu, mwingine ana miaka 15, ndo mtoto wa kwanza, hana kazi yoyote. Mwanaume ndo alikuwa analeta kila kitu, sisi tufanye kila kitu, anasomesha watoto, anafanya maendeleo. Mimi sina kazi aina yoyote, zaidi nilikuwa namtegemea yeye. Angekuwa ni yeye angefanyaje? Neema, pole. Pole. Nataka niongee lingine. Kesi imepelekwa mahakamani, hamna chochote kinachoendelea. Badala yake watu wanajigamba kijijini, watu wanasema kuwa aliyompiga risasi anakapandishwa cheo kana kwamba kaua jambazi. Dada Neema, pole. Saidia jamani. Mmesema haki za binadamu chini. Naomba ziko hapa. Hebu
Neema, tumesikia na